Hii ni Zanzibar, ni ardhi ambayo ina historia na kumbukumbu ya aina yake katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imebeba historia kubwa ya mtu mweusi katika bara hili la Afrika. Ni ardhi ambayo iliingiliwa na Waarabu miaka mingi iliyopita huko nyuma, mpaka mapinduzi yalipofanyika, na leo hii iko shwari kabisa, iko salama. Zanzibar ni njema, atakaye na aje. Ndio ardhi ambayo unapatikana uwanja bora kabisa miongoni mwa viwanja bora Afrika Mashariki na Kati, uwanja wa Amani Complex ambao Simba Sports waliutumia kwenye mchezo wao wa nusu finali ya kwanza ya Kombe la Shirikisho Afrika msimu huu, kupeperusha bendera ya Tanzania bara, kupeperusha bendera ya Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya Sekafa katika michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu msimu huu, hatua ya nusu finali. Nini kinachofuata? Ni wao kwenda Afrika Kusini kucheza dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Aprili 27 katika uwanja wa Moses Mabhida huko Durban. Sasa basi, kuelekea mchezo huu, jukwaa hili bora kabisa linakwenda kuangazia mambo mbalimbali, litakupa updates za kutosha juu ya mchezo huu wa pili wa marudiano, na kila ambacho kinaendelea tutakuwa tunakisogeza karibu nawe ili uendelee kuenjoy mazuri na uendelee kupata updates na ukiwa unajua vitu vingi. Sasa basi, leo au wakati huu nakuletea namna ambavyo Stellenbosch wanaiangalia Simba, namna ambavyo Stellenbosch wanaangalia mchezo huu wa pili, na mchecheto ambao umeingia katika vichwa vyao kuelekea mchezo huu wa pili, wakiwa wanafahamu kabisa kwamba hii ni miongoni mwa mechi ngumu sana ambayo imebakia kwenye fixture yao msimu huu. Tukumbukwe, mchezo huu utachezwa katika uwanja wa Moses Mabhida, lakini tayari Stellenbosch wameshaanza kuingiwa na ubaridi kwa namna moja au nyingine, waweza kusema hivyo, kwa sababu wamewaomba wana Afrika Kusini waende kuisapoti timu yao hii. Ikumbukwe, Simba wakati upo katika ardhi ya nyumbani waliomba mashabiki wao waende kuisapoti, wakiwa wanajivunia idadi kubwa ya mashabiki wao ambao wanaweza kuwaunga mkono na kufanya vizuri. Yes, walitokea kwa namba kubwa uwanjani na wakafanikiwa kupata ushindi katika mchezo huo, lakini Stellenbosch yenyewe ni timu ambayo inatokea Cape Town, haina mashabiki wa kutosha ndani ya Cape Town. Ikumbukwe, ndani ya jiji la Cape Town tayari kuna timu ambazo zimeshajitambulisha kwa miaka mingi tu, ikiwemo Ajax Cape Town, baadaye zikaja Cape Town Spurs, ikaja Cape Town City. Hivyo basi kuna jitihada za kutosha kuhakikisha wanapata mashabiki kwenda kuwaunga mkono. Hata ukiangalia mechi zao zilizopita za nyumbani zilikuwa ziingize mashabiki wa kutosha ili waweze kupata advantage hiyo ya mchezaji wa tatu, ili waweze kupata matokeo rafiki. Sasa basi, katika mchezo huu dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, wamekwenda kuwaomba mashabiki wa Afrika Kusini. Maana yake wanafahamu kabisa kwamba Simba ni timu ngumu, hivyo wakitegemea mashabiki wao pekee inawezekana kibarua kikawa kigumu. Wanahitaji mashabiki wa Afrika Kusini wakapeperusha bendera ndani ya uwanja wa Moses Mabhida. Ikumbukwe, Afrika Kusini katika hatua hii ya nusu finali ya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu msimu huu wana timu tatu: Orlando Pirates ambao walicheza dhidi ya Pyramids, Mamelodi Sundowns ambao walicheza dhidi ya Al Ahly, pamoja na wao Stellenbosch. Stellenbosch mechi ya kwanza wamecheza away, mechi ya pili ndo narudi nyumbani. Sasa ukiangalia matokeo ya Orlando na Mamelodi Sundowns, wanahitaji dua nyingi ili waweze kwenda katika hatua ya finali katika mchezo wa pili wa marejeano ambao itapigwa pale Cairo, Misri. Kwa hiyo Stellenbosch, andiko ambalo wamelitoa, wamemaanisha kabisa kwamba kwenda kuipeperusha bendera ya Tanzania, bendera ya Afrika Kusini, kwenda kusapoti bendera ya Afrika Kusini, ikiwa wao ni wawakilishi wa Afrika Kusini ambao wamebeba matumaini kwa sababu wanakwenda kucheza katika ardhi ya nyumbani. Hii ni kama mchecheto umewaingia, ni kama huruma wanaitafuta kwa mashabiki wa Afrika Kusini ambao wana timu zao wanazozisapoti. Ikumbukwe, Afrika Kusini timu ambazo zinapendwa zaidi ni mbili: Kaizer Chiefs pamoja na Orlando Pirates. Hawa wanatokea Soweto, South West Town, ndani ya jiji la Johannesburg. Na timu nyingine ambayo inafuata kwa idadi kubwa mashabiki ni Mamelodi Sundowns. Stellenbosch hawana mashabiki. Mashabiki wao ni wadogo, situmie neno hawana. Sasa mashabiki wao wanapatikana ndani ya Cape Town, jiji la Cape Town, jiji ambalo lina timu nyingine. Na kimsingi kwa uchanga wa timu hii ya Stellenbosch, wanalazimika kusafiri kwenda mbali na nyumbani. Kilomita ni nyingi kwenda kucheza mchezo wao, yani kama Dar es Salaam na Kigoma kwenda kucheza mchezo wao huu, kutokana na kukosa viwanja katika mazingira rafiki ya wao kupata mashabiki. Wamekosa uwanja wa Cape Town Stadium,
wamekosa uwanja wa Loftus Versafeld, wamelazimika kwenda Durban, wameescape Johannesburg. Kwa nini? Johannesburg kuna viwanja vya kutosha, lakini wameuvuka Johannesburg na kwenda Durban kwa sababu Johannesburg kuna idadi kubwa ya Watanzania ambao wangeweza kuiunga mkono Simba katika mechi hiyo. Kwa hiyo wamelazimika moja kwa moja kwenda Durban, eneo ambalo waliamini mashabiki hawawezi kufika. Ingawaje kiuhalisia bado ni eneo ni karibu. Yaani kutoka Johannesburg kwenda Cape Town ni mbali, ukilinganisha na Johannesburg na kwenda Durban. Pale ni rahisi. Kwa hiyo mashabiki wa Simba huenda kwa wingi ndani ya Moses Mabhida ambako Stellenbosch wanakwenda kucheza. Eneo la pili au chapisho la pili ambalo limechapishwa ni interview ambayo alifanya golikipa wao Oscarine Masuluke ambaye alidaka katika mchezo wa kwanza wa hapa Tanzania. Huyo golikipa amesema kwamba Simba mmoja anampokea Simba mwingine. Ikumbukwe Stellenbosch katika majina yao ya utani hakuna Simba. Majina yao ya utani ni mawili tu, au majina ya ziada ni mawili tu. La kwanza ni The Maroon. Maroon ni ni rangi ambao wanaivaa katika jezi zao za nyumbani, jezi rangi ya maroon. Lakini ya pili ni Stellies. Stellies manake ni nyota. Kwa hiyo Simba hakuna, ila kwa kuwa wanafahamu kwamba Simba inamaanisha ni mnyama mkali nyikani, ni mnyama mkali kwenye kundi la wanyama wengi, wameamua kulivaa lile jina la Simba wakijifananisha na Simba mwenyewe mkali. Sasa wanakwenda kucheza naye ndio Simba mwenye jina lake la kwanza, sio Simba kwa maana ya mnyama, lakini ni Simba kwa maana ya hii timu, jina lake la kwanza ni Simba. Kwa hiyo ukiangalia wanarifaa kwamba Simba ambaye anakuja ni hatari, na wao wakajipachika jina la Simba ili kumpokea Simba Sports Club, mwakilishi wa Tanzania katika mchezo huu. Sasa basi mchezo utapigwa Moses Mabhida, na nilisema awali kwamba katika session iliyopita kwamba Fadlu Davids, kocha mkuu wa Simba Sports Club, anatokea Cape Town, ndiko ambako alizaliwa. Lakini kandanda amecheza Maritzburg United, amefundisha soka Maritzburg United ambayo inapatikana Durban. Kwa hiyo kama yuko nyumbani Fadlu Davids, na asilimia kubwa ya benchi la ufundi la Simba linatokea Afrika Kusini. Kwa hiyo tunasubiri kuona hii mechi itakuwaje. Simba ana nafasi ya kwenda hatua inayofuata kama ilivyo pia kwa upande wa Stellenbosch. Tunasubiri kuona dakika 90 za mchezo wa pili itakuwa vipi. Nipo katika viunga vya Mao hapa Zanzibar, sehemu ambayo michezo ya FA hapa Zanzibar inaendelea. Upande mmoja wanacheza Malindi, timu yenye historia kubwa katika kandanda ya Zanzibar, kwa sababu hawa ni wana nusu finali ya kombe la CAF mwaka 1995 walipopoteza dhidi ya Etoile du Sahel. Na upande mwingine wanacheza Mlandege, timu yenye mashabiki wa kutosha katika soka la hapa Zanzibar. Wote wanacheza FA. Na mimi bado nimekita kambi hapa Zanzibar nikiwa nasubiri muda ufike ili niweze kung'oa nanga katika eneo hili, katika ardhi tukufu ya Zanzibar. Mpaka wakati mwingine, usikae mbali na jukwaa hili la Mzinga Sports.